Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Urusi imesema kwamba haitashiriki kwenye mpango wa Trump kuhusu ukanda wa Gaza, sambamba na kusisitiza utayarifu wa Russia kwa kutatua mgogoro wa Asia Magharibi. Msemaji wa ikulu ya Kremlin amesisitiza kuwa Moscow haitashiriki katika mpango wa rais wa Marekani juu ya ukanda wa Gaza. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliuambia mkutano na waandishi wa habari akijibu swali kuhusu mpango huo wa Trump wa Gaza kwamba Urusi daima inaunga mkono na kukaribisha juhudi zozote zinazolenga kuzuia maafa ambayo yanalenga kwa sasa huko katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, amekanusha ushiriki wa Russia katika mpango wa Trump akisema Moscow haijapokea taarifa zozote kutoka Washington katika suala hilo. Tunatumai mpango huu utatekelezwa ili usaidie kutatua mzozo wa Mashariki ya Kati kwa njia ya amani, Peskov alisema, akiongeza kuwa Russia inadumisha mawasiliano na pande zote kwenye mzozo na iko tayari kuwezesha suluhisho la amani ikilazimu, shirika la habari la Anadolu limeripoti. Hata hivyo, Russia imesema mpango huo wa rais wa Marekani Donald Trump umekuwa na utata fulani kutokana na kuegemea zaidi upande mmoja wa Israel kuliko kuwatazama wa Palestina wanaouawa na kujeruhiwa kila kukicha na wa Palestina wanaofukuzwa katika ardhi yao. Mnamo Jumatatu, rais wa Marekani Bwana Trump alitamka mbele ya waandishi wa habari akiwa pamoja na waziri mkuu Netanyahu kwamba amekaribia sana kutatua mgogoro wa Palestina na kudai kuwa kile alichokiita mpango mpya wa amani wa Washington haujabuniwa kusimamisha vita tu huko Gaza, lakini kujenga amani ya kudumu katika Mashariki ya Kati. Mpango wa Trump umekosolewa vikali na duru mbalimbali zikiwemo za kimataifa, ikiwemo wapiganaji na wanaharakati wa mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas na wanaharakati wa Jihadul Islam wa Palestina. Hamas imepinga mpango huo ikieleza kuwa hauna jipya wala dhamira yoyote ya kutekelezwa na kusisitiza kuwa mpango huo hauna maana yoyote. Kwa maana hiyo hawakubaliani nayo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusitu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uwe wa kwanza kupata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.